Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Kubwa zaidi ni matukio kadha wa kadha ambayo yanazidi kutokea kuelekea uchaguzi mkuu, ambapo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imefanya jambo Chadema, na sasa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inapenda kuwafahamisha wananchi, wadau na taasisi zote za serikali na binafsi kuwa wanachama tajwa wa chama cha Chadema sio viongozi tena. Wanachama hao ni Bwana John Mnyika ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa chama, lakini pia Amani Golugwa, Ali Ibrahim Juma, Godbless Lema, Dr. Lugemereza Nshala ambaye alikuwa ni mwanasheria mkuu wa chama cha Chadema, lakini pia Rozi Mayemba, Salima Kasanzu na Hafizi Ali Salehe. Hawa wametajwa na msajili wa vyama vya siasa kwamba kuanzia leo rasmi hawa watu wamekosa sifa ya kuendelea kuwa viongozi ndani ya chama cha Chadema. Lungu limewapitia Chadema, ambapo msajili wa vyama vya siasa ametangaza kuwafuta rasmi uongozi baadhi ya viongozi, lakini pia msajili ametangaza kuinyima ruzuku Chadema, lakini pia Chadema wamejibu msajili kuinyima ruzuku, lakini pia msajili amesema ana mamlaka ya kuwazuia Chadema kufanya siasa Tanzania. Moja kwa moja tuchimbe ndani zaidi, tuangalie nini ambacho kinaendelea Chadema, lakini pia msajili wa vyama vya siasa amekuja na vitu gani. Moja kwa moja kwenye idadi ya watu ambao sio rasmi viongozi ndani ya Chadema, ningependa kuongeza hii kwamba viongozi na watendaji wote walioteuliwa na viongozi waliopatikana kwenye kikao cha baraza kuu la Januari 22 mwaka 2025, lakini pia viongozi na watendaji wote walioteuliwa kwa mamlaka za chama kushauriana na viongozi waliopatikana Januari 22, 2025, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wote hao imetangaza rasmi kwamba hawana nafasi ya kuwa viongozi ndani ya chama cha Chadema. Moja kwa moja ningependa tuangalie hapa taarifa hii kiundani zaidi na nini ambacho kinaendelea chama cha Chadema, lakini pia Chadema wamejibu nini kufuatia taarifa hii ya msajili wa vyama vya siasa. Wakati Chadema wakitoa msimamo wa kutojibu barua ya msajili wa vyama vya siasa, msajili huyo ameeleza hatua ambazo atazichukua baada ya chama hicho kukaidi maelekezo yake. Maelekezo aliyoyatoa msajili wa chama vya siasa kwa Chadema ni kutaka liitishwe baraza kuu la chama hicho ili wapate wajumbe wa kamati kuu na secretariat. Hata hivyo, Chadema kupitia kamati kuu kiliazimia kuto kujibu kwa kile walichodai ofisi ya msajili haina mamlaka ya kuwapangia nani na nani wawe viongozi Chadema. Mzizi wa yote hayo ni barua ya malalamiko iliyowasilishwa na aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, Remrusi Mchome, akisema chama hicho kimekiuka katiba yake katika mchakato wa uthibitishwaji wa wajumbe hao. Hadi Mchome anafikisha barua hiyo kwa msajili, alikiandikia chama chake, na kabla ya kujibiwa aliwasilisha malalamiko hayo katika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Mchome alikuwa akilalamikia kwamba akidi ya baraza kuu haikutumika wakati wa kuwathibitisha viongozi hao. Alisema kikao hicho kilipaswa kuwa na wajumbe 309 badala ya 85 waliokuwepo, ambao ni sawa na asilimia 20.6. Kutokana na hilo, Mchome aliomba ofisi ya msajili kuingilia kati ili waliothibitishwa kinyume cha utaratibu watangazwe kuwa batili, wasitumikie nafasi zao hadi uthibitishaji halali utakapofanyika. Kutokana na msimamo huo wa Chadema, ofisi ya msajili leo Jumanne, Mei 27, 2025 imetoa taarifa kwa umma ikitaja hatua ilizozichukua ambazo ni kutowatambua viongozi wanane waliopitishwa na baraza kuu ambalo liliketi tarehe 22 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025.
viongozi wanaolalamikiwa na msajili na kuamua kuwaweka kando hadi baraza kuu jingine litakapoitishwa ni katibu mkuu John Mnyika, Amani Golugwa ambaye ni naibu katibu mkuu Tanzania Bara, Ali Ibrahim Juma, naibu katibu mkuu Zanzibar. Wengine ni wajumbe wa kamati kuu Godbless Lema, Rose Mayemba, Salma Kasanzu, Hafizi Ali Saleh pamoja na Dr. Lugemeleza Nshala ambaye aliteuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa chama hicho. Hatua nyingine kwa mujibu wa barua ya msajili ni kuwasimamisha wanaojifanya kuwa ni viongozi kufanya shughuli za kisiasa kwa mujibu wa kifungu cha 21E cha sheria ya vyama vya siasa. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inawasihi wananchi, wadau, mamlaka na taasisi zote za serikali na binafsi kuto kuwapa ushirikiano na huduma wanachama walioorodheshwa hapo juu. Endapo watahitaji kuzipata kama viongozi wa Chadema kwa mujibu wa kifungu cha 4, 5A na B, 8B, 10F vya sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 na kanuni ya 31 ya kanuni za usajili na ufuatiliaji wa vyama vya siasa za mwaka 2019 imeeleza sehemu ya taarifa hiyo. Mbali na hilo, imeamua kusitisha kuwapa ruzuku hadi watakapotekeleza maelekezo ya msajili wa vyama vya siasa kwa sababu chama hicho hakina viongozi wanaoweza kusimamia mapato, matumizi na mrejesho wa fedha hizo za umma. Lakini kwa upande wa Chadema wamemjibu msajili wa vyama vya siasa. Mkurugenzi wa sheria wa Chadema Dr. Nshala Lugemeleza amesema wameona taarifa ya msajili, hivyo watakwenda kupambana naye kisheria. Nimesoma taarifa ya msajili wa vyama vya siasa, ina upotoshaji mkubwa na madaraka ambayo amesema anayatumia ni kutaka kuiua Chadema kwa makusudi. Sasa kwa majibu atakayopambana nayo yatakuwa ya kisheria. Yeye si ni mtu mwisho wa kutafsiri sheria? Tutapambana naye kisheria dhidi ya hatua zake alizozichukua, maana amekiuka sheria. Ni ajenda ya siri ya kutaka Chadema ife, amesema Dr. Lugemeleza Nshala. Lakini pia kwa upande wake pia msajili wa vyama vya siasa amesema kisheria ana mamlaka ya kuifuta chama cha Chadema, yani kuizuia Chadema kuto kufanya siasa. Endapo Chadema itakaidi kutekeleza maamuzi na maelekezo ya msajili wa vyama vya siasa nchini, inaweza kuchukuliwa hatua zifuatazo. Jambo la kwanza ni kuzitaka mamlaka husika zichukue hatua za kisheria za kijinai kwa mujibu wa kifungu cha 8B cha sheria ya vyama vya siasa kwa wahusika wanaojinasibu kuwa viongozi wa Chadema. Lakini 2, kuwasimamisha wanaojifanya kuwa ni viongozi kufanya shughuli za kisiasa nchini kwa mujibu wa kifungu cha 21E cha sheria ya vyama vya siasa. Taarifa ya msajili wa vyama vya siasa leo Mei 27, 2025 imeelekeza kuwa mambo hayo yanaweza yakafanyika. Watu mbalimbali wametoa maoni yao baada ya taarifa hii, huku msajili wa vyama vya siasa inapenda kuwakumbusha wanachama na viongozi wa Chadema kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha sheria ya vyama vya siasa, msajili anayo mamlaka ya kusimamisha usajili wa chama hicho endapo kitaendelea kuwatambua wanachama wake wa sasa inayodai kuwa ni viongozi wa chama hicho, wale waliopatikana katika kikao cha baraza kuu la chama cha Chadema mwezi wa kwanza tarehe 22 mwaka 2025. Ofisi inaviasa vyama vya siasa kuheshimu na kutekeleza sheria ya vyama vya siasa na sheria nyingine za nchi ili kuepuka misuguano na mivutano isiyokuwa ya lazima. Ni taarifa ya msajili wa vyama vya siasa iliyochapishwa na kusainiwa na Abu Kimario, mkuu wa kitengo cha mawasiliano na elimu ya uraia. Kwa hiyo anasema nina mamlaka ya kusimamisha usajili wa chama cha Chadema endapo Chadema kitaendelea kutambua watu hao kama viongozi. Huyu wa kwanza anasema usikute hana hata uwezo wa kusimamisha Chadema, lakini anajikaza tu kuongea. Lakini pia mwingine anasema
msajili ana mamlaka ya kisheria kusimamisha usajili wa chama chochote kisichofuata sheria. Kifungu cha 19(1)(c) cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 kinampa uwezo huo. Chadema wakijiona wako juu ya sheria, basi wapo njia panda. Lakini pia mwingine anasema, wewe tumia tu mamlaka yako baba, hata mawe yatasimama yatatoa elimu ya no reform no election. Maana na kuhusu sana hii kampeni. Chadema ni jiwe ambalo haliliwi kwa kutu. Lakini pia mwingine anasema, we tumia mamlaka yako, una roho mbaya na hupendi taifa lako likuwe democratic. Lakini pia mwingine anasema, siku zote chama kinachowatetea wananchi na rasilimali ya nchi ndio kinachukiwa kila kona, hapo kuna msukumo tu. Lakini pia mwingine anasema, tunakoelekea ni pazuri, twendeni mdogo mdogo tu. Lakini pia mwingine anasema, kama kweli wewe ni mjanja, usikisimamishe tu, bali kifute kabisa, alafu tuone umwamba wako. Kwa hiyo watu wengi wametoa maoni yao hapa, lakini pia Chadema wamejibu kwamba watapambana kisheria zaidi. Lakini pia kama Mtanzania, tuache maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa mbalimbali.